Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Pengine hili ni moja kati ya goli ambalo mashabiki wa Yanga hawatamani hata kuliona. Maana ni moja kati ya goli ambalo limefifisha matumaini kwa kiasi kikubwa ya kuweza kutinga hatua ya robo finali ya kombe la klabu bingwa barani Afrika mara baada ya kukubali kichapo cha goli 1-0 kutoka kwa AS FAR Rabat kutoka kule Morocco. Ni Yanga kukuwekea hili goli si kuwaumiza mashabiki wa klabu ya Yanga, bali natamani tudiscuss na tuzungumze pengine maoni yako kuelekea kwenye mchezo wa mwisho wa Yanga dhidi ya JS Kabylie, mchezo wa mwisho, mchezo ambao ndio utakaokwenda kutoa hatima na ndio ambao mchezo utakwenda kutoa majibu ya mwisho ya nani ambaye anatinga hatua ya robo finali ya klabu bingwa barani Afrika. Lakini mpaka sasa asilimia kubwa sana, pengine naweza kusema asilimia 60, FAR Rabat wanatinga hatua ya robo finali, kwa sababu tunafahamu kwamba mchezo wa mwisho FAR Rabat wanakwenda kuvaana dhidi ya Al Ahly ambao wao tayari Al Ahly wameshakwisha kutinga hatua ya robo finali ya kombe la klabu bingwa barani Afrika mara baada ya kutoshana sare dhidi ya JS Kabylie na kuweza kufikisha alama 9 ambazo hakuna timu kati ya Yanga na klabu ya JS Kabylie wataweza kuzifikisha, lakini kwa maana ya FAR Rabat wao wataweza kuzifikisha. Sasa Al Ahly tayari wao wameshakwisha kutinga hatua ya robo finali. Kinachosubiriwa kwa sasa ni mchezo wa mwisho kati ya Al Ahly na FAR Rabat, lakini Yanga dhidi ya JS Kabylie. Sasa pengine calculator inazungumza nini kuelekea kwenye michezo ya mwisho? Bwana, ukitazama msimamo mpaka sasa mara baada ya Yanga kukubali kichapo cha goli 1-0, bwana, Al Ahly wao wanakuwa na alama 9 ambazo Yanga hataweza kuzifikia wala JS Kabylie, kwa maana tayari yeye ameshakwisha kutinga hatua ya robo finali. FAR Rabat yeye ana alama 8 na goli 1 na advantage ya goli 1, kwa maana ana faida ya goli 1, lakini Yanga ana alama 5 lakini anadaiwa magoli 2 ambayo tayari ameshakwisha kuyaruhusu. JS Kabylie yeye yuko nafasi ya 4 pointi 3 ambazo yeye hata akishinda dhidi ya Yanga atavuka, atampiku tu Yanga, lakini hatozifikisha alama 8 za FAR Rabat wala hatofikisha alama 9 za Al Ahly. Sasa kuelekea kwenye mchezo wa mwisho, calculator inazungumza nini? Ili Yanga afuzu kwenye kundi hili na kutinga hatua ya robo finali, inabidi amfunge JS Kabylie, lakini amwombe mabaya timu ya FAR Rabat iweze kufungwa dhidi ya Al Ahly kwa goli lolote, kwa sababu akifungwa goli 1-0 maana yake FAR Rabat atabasalia na alama 8, lakini atakuwa hana goli, kwa sababu hii goli 1 ambalo analo mpaka sasa kama advantage litakuwa limeondolewa kama ataruhusu goli 1-0, lakini pia kama atafungwa magoli kuanzia magoli 2 maana yake atakuwa amebaki na alama 8, lakini pia atakuwa anadaiwa alama 1. Wakati huo Yanga yeye akiomba amfunge JS Kabylie magoli kuanzia magoli 2 kuendelea ili aweze kutinga hatua ya robo finali, kwa sababu Yanga atafikisha alama 8, lakini kwenye yale magoli ya kufungwa na kufunga, kama atafunga magoli 2 basi atakuwa ameondoa magoli 2 ambayo anadaiwa. Si unaelewa hapo? Kwa unaweza kuona ni kwa namna gani ambavyo kuna kaugumu fulani, lakini si kaugumu kakubwa sana, lakini kuna kaugumu fulani ambako Yanga anaweza akakapata kwenye kutinga hatua ya robo finali, lakini lolote linatokea. Nimeona kila ambacho amekizungumza kocha wa timu ya Al Ahly akisema kwamba hawakufurahishwa na kila ambacho kionyesha dhidi ya JS Kabylie baada ya mchezo kutamatika kwa sare ya bila kufungana. Kwa hiyo yeye anasema mchezo wa mwisho dhidi ya FAR Rabat ni mchezo ambao wanatakiwa kushinda ili kuongoza ama kujihakikishia kuongoza msimamo, ili tunafahamu kwamba anayeongoza kundi fulani kwenye hatua ya robo finali anakwenda kukutana na mshindi wa pili kwenye kundi fulani. Kwa hiyo kuna uwepesi fulani ambao mshindi wa kwanza anaweza akaupata kwenye hatua ya robo finali. Kwa hiyo Al Ahly yeye anataka aongoze kundi ili akakutane na mshindi wa pili kwenye kundi fulani.
lakini hata kama mchezo wa FAR Rabat na Al Ahly watatoka sare, bado Al Ahly ataendelea kuongoza kwa sababu atafikisha alama 10, alafu FAR Rabat atafikisha alama 9. Moja kati ya matokeo ambayo Yanga hayaombei kabisa, kwamba hatamani kuona Al Ahly na FAR Rabat wanatoka sare. Yeye anachotamani kuona ni FAR Rabat anapasuka kwa aina yoyote ya magoli, wakati huu yeye akiomba mfunge magoli mengi JS Kabylie. Si unaelewa hapo? Kwa hiyo ni moja kati ya kundi namna ambavyo limekaa, lakini kubwa zaidi ni matokeo ambayo Yanga waliyapata dhidi ya FAR Rabat. Moja kati ya matokeo ambayo ni mabaya sana kwa Yanga. Kumekuwa kuna mjadala mikubwa sana kwa baadhi ya mashabiki kutokana na ile goli ambalo Yanga walifungwa. Wengine wakimlalamikia Bakari Nondo Mwamnyeto kapteni, lakini wengine wakimlalamikia Boka kwamba walifanya uzembe kwenye kuzuia. Lakini unaweza kuona ni kwa namna gani ambavyo Yanga waliruhusu kushambuliwa, kwa sababu kipindi cha pili Yanga ni kama walipaki basi hivyo, wakawa wanategemea ile mipira mirefu kwa maana ya counter attack, na tunafahamu madhara ya kumwachia Mwarabu akushambulie. Atakushambulia na utafanya makosa, na ndicho ambacho kiliweza kutokea. Mwarabu alimshambulia Yanga na Yanga kuweza kufanya makosa kwenye eneo la uzuiaji, na baadaye wakaruhusu goli moja ambalo ndilo ambalo limepelekea haya yote ya kuanza kupiga hesabu Yanga amombe FAR Rabat apasuke alafu yeye amshinde. Kwa hiyo ndivyo ambavyo iliweza kutokea, lakini yote kwa yote ni kwamba bado haijaisha. Yani hii paka iishe, mpaka mwisho tuone nini ambacho kitatokea kwa FAR Rabat dhidi ya Al Ahly, wakati huo tukiangalia nini ambacho kitatokea kati ya Yanga na JS Kabylie. Kwa hiyo ndivyo ambavyo msimamo ulivyo. Yanga kwa sasa wanajiwinda na mchezo dhidi ya JS Kabylie, huku wakiombea mabaya FAR Rabat waweze kupasuka, kwa sababu tunafahamu kwamba FAR Rabat atakuwa ugenini dhidi ya Al Ahly, kwa sababu tunafahamu kwenye head to head Yanga na FAR Rabat tayari wote wanalingana. Kwa sasa kitakachoenda kutazamwa ni aggregate ya magoli. Kwa hiyo Yanga anaomba sana FAR Rabat apasuke kuanzia goli 2-0, hata kipasuka moja, lakini yeye pia Yanga anaomba kwamba mpasue JS Kabylie kuanzia goli 2 na kuendelea, ili kuweza kujiwekea mazingira mazuri ya kuweza kutinga hatua ya robo finali. Kwa hiyo bado haijaisha kwenye kundi hili la Yanga, kundi B ambalo linaonekana kuwa gumu kiaina kwa Yanga, lakini bado mashabiki wa Yanga ni kama wamekatishwa tamaa kabisa mara baada ya Yanga kuweza kukubali kichapo cha goli 1-0, lakini bado nafasi ipo kama Yanga atazichanga karata vizuri, lakini kama pia Mungu atakuwa upande wao kwa mechi ya Al Ahly dhidi ya FAR Rabat. Kwa hiyo ni moja kati ya taarifa ambayo nimeona nikusogezea, lakini pia nikuonyesha goli ambalo Yanga aliweza kuliruhusu dhidi ya FAR Rabat. Moja kati ya mchezo ambao Yanga alikuwa amewawini sana FAR Rabat. Kipindi cha kwanza Yanga alicheza vizuri, lakini pia kipindi cha pili Yanga walicheza vizuri, lakini makosa madogo mara baada ya kuruhusu kushambuliwa sana ndicho ambacho kiliwafanya Yanga kuruhusu goli moja. Dakika 80 huko Yanga karuhusu goli ambalo limekuja kuweka maumivu makali sana kwa mashabiki wa klabu ya Yanga, kuanza kufikiria pengine itakuwaje mchezo wa mwisho, kwamba je, FAR Rabat atapasuka dhidi ya Al Ahly, na je wao watashinda dhidi ya JS Kabylie kwa magoli mengi. Kwa ni moja kati ya story ambayo nimeona nikusogezea, lakini pia nawe pia unayo fursa ya kuweza kushare nami kwenye comment section hapo chini, ukiniambia pengine unaiona nafasi ya Yanga kuweza kutinga hatua ya robo finali, na nini kifanyike pengine kwenye mchezo wa mwisho ili Yanga iweze kutinga hatua ya robo finali. Na je, unaona FAR Rabat ikienda kupasuka dhidi ya Al Ahly? Kwa maana kumekuwa kuna story pia kwamba hawa ni Waarabu kwa Waarabu, kwamba huenda pia akapeana ile favor kwamba bana tutoe sare tuwezetu. Lakini pia kuna wengine wanasema kwamba bora ingekuwa pengine labda ni taifa kutoka Morocco na Algeria, kwamba pengine amekutana, kwamba ni vilabu vili kutoka Morocco na Algeria, kwa sababu tunafahamu kwamba kisiasa Algeria na Morocco ni mataifa ambayo hayapatani, kwamba pengine huenda mmoja angepasuka. Lakini kwa sababu ni Al Ahly na Morocco, kwamba ni moja kati ya mataifa ambayo yanaelewana, kwamba huenda yakabebana, kwamba wenzetu hawa tuwaache wasiende hatua ya robo finali. Kwa hiyo ni moja kati ya story pia ambazo zipo zinaendelea kuzungumzwa, lakini kubwa zaidi tunasubiria kuona nini hatima ya kundi hili, nani ambaye anakwenda kutinga hatua ya robo finali, nani anakwenda kuungana na. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.